Na hivi sasa tunaungana na Ibra Rahbi ambaye tunazungumza naye kuhusiana na taarifa hizi mbalimbali. Ibra, tumeona taarifa hapa kuhusiana na Marco Rubio. Pengine ni katika ile kusisitiza eneo hili la makubaliano yaliyosainiwa kuweza kuwa ya kweli, ama pengine kusisitiza jambo gani muhimu ambalo linaweza kuwa limeenda kusisitizwa hapa? Nashukuru sana. Ukweli kuwa Marco Rubio ni kama anatoa somo kubwa sana ambalo linahusu siasa na wanasiasa. Ametumwa kwenda Mashariki ya Kati baada ya makubaliano ambayo Trump ameyasukuma. Anakwenda kutetea hoja ambayo yeye hakuwa sehemu ya hiyo hoja. Marco Rubio alikuwa katika lile kundi la viongozi wanaoitaka vita, waliomshawishi Trump kuingia kwenye vita, wale ambao walikuwa hawakubaliani na mipango ya kumaliza vita. Marco Rubio anakwenda akiwa nadharia ile ya Israeli kuwa tunatakiwa tuendelee na vita na Irani, lakini maamuzi ya serikali ya Marekani kupitia kwa Rais Donald Trump yameamua kuwa vita imekwisha. Na sasa wewe Marco Rubio unapaswa kwenda kuzungumza na washirika wetu wa Mashariki ya Kati, hasa nchi za Gulf, kuwa vita imekwisha. Kwa hiyo anakwenda kutetea hoja ambayo yeye hakubaliani nayo. Hapo unaweza ukaona ugumu wa hili swala. Nilikuwa nikipitia gazeti mfano gazeti la Israeli kwenye kurasa wa mbele kabisa la Haaretz lilikuwa lina kichwa cha habari linasema The Gulf like Israel feels Trump sold it out on Iran. Yani nchi za Gulf zinajihisi kama vile Israeli kuwa Trump amewauza kwenye makubaliano ya Irani. Mfano wake ni mfano ambao wazungu walikutana nao. Wazungu ni European kwenye kesi ya Urusi na Ukraine. Ulaya waliona kama wameuzwa na Trump kwenye kesi ya Urusi. Maanake Trump alichukua maamuzi ambayo aliona yeye ni sahihi. Sasa ukiutazama hapa washirika wa Kiarabu ambao ukirudi miezi michache iliyopita, ni Marekani iliwahakikishia kuwa Irani alikuwa ni adui yenu sana na hapakuwa na njia yoyote zaidi ya kubadili utawala kule Irani. Sasa leo Marekani inamtuma waziri wake kwenda kuzungumza na Waarabu kuwa bwana, yule sio adui yenu. Sasa tunatakiwa tufikie makubaliano. Lakini makubaliano mengi ambayo yamekwenda, hofu yake ni kuwa hayajalinda maslahi ya nchi za Kiarabu. Sana sana ukitazama karibu vifungu vyote 14 vya hayo makubaliano, Irani utekelezaji umewekwa mwisho, yani utekelezaji, lakini unaona kama kuwa vifungu vingi vinavyoanza kwenye makubaliano ni vya madai ya Irani kwenda kwa Marekani, atekeleze hiki. Kwa hiyo kuna siasa na ukweli. Waarabu ni kama Waisraeli, wanauona ukweli wa ndani ya haya makubaliano hakuna jinsi ila tumeshindwa. Ndio hicho ambacho kinachozungumzwa kuwa sasa Marco Rubio yuko kwa Waarabu kwa sababu anajaribu kuwapika, anajaribu kuwatengeneza kuwa bwana, si kweli mnachokiona, itakuwa vingine. Yani anawahakikishia kuwa hakutokuwa na tishio lolote, hali ya kuwa wakitazama uhalisia wanaona kuwa yule walioambiwa ni adui yao amezidi kuwa imara zaidi na nguvu zaidi na maamuzi mengi zaidi. Sawa, Rahbi, kumekuwa na hayo makubaliano wakiwa pengine ni kulinda maslahi ya marafiki zao, lakini pia washirika wao wa karibu. Hii ni katika kweli ama pengine kuna janja hii ya kusema kwamba tunalinda yale maslahi ya washirika wetu na marafiki zetu? Ni katika kweli au ni katika yale maslahi ya upande mmoja? Makubaliano yoyote huwa yamesimama kwenye vitu viwili tu, hakuna kitu cha tatu. Ni mambo mawili tu yatakupeleka kwenye makubaliano. Makubaliano yatakupeleka kulinda kile ulichonacho mkononi. Yani inawezekana umechukua mfano makubaliano ya Urusi na Ukraine. Urusi anapolazimisha ni kwa sababu ameshikilia mashariki. Kwa hiyo anachotaka Urusi ni kuwa arasimishiwe ile mashariki iwe yake. Jambo la pili ni kunusuru vilivyobaki. Yani ulichobaki nacho angalau kisije kikapotea. Ndio inaweza kupeleka kwenye makubaliano. Sasa ukitazama haya makubaliano ambayo yanatokea hivi sasa kati ya Marekani na hao washirika wengine wanaoendelea hapa, wao wamepoteza, wanajaribu kulinda kilichobaki. Unajua, ukiondoa kupiga siasa ukaenda kwenye uhalisia utaona. Manake nitakwambia rudi nyuma kwenye mazungumzo kabla ya kwenda kwenye makubaliano. Naenda kwenye mazungumzo ya kwanza yaliyozalisha vita ya kwanza, ile 12 days war. Naenda mazungumzo ya pili yaliyozalisha hii vita ambayo tunapambana nayo mpaka hivi sasa. Utaona kuwa wakati wa mazungumzo Irani hakuwa hivi. Irani alikuwa hapangi, alikuwa anaamrishwa utafanya hivi vinginevyo tutakupiga, utafanya hivi vinginevyo hivi. Lakini mara hii unaona kuwa ni kinyume, kuwa Irani akiamua kufanya hili anazuia, Irani akisema hivi inakuwa.
tumeona Iran amegoma kwenda kwenye mazungumzo. Kwa sababu gani? Beirut ilishambuliwa, lakini tuliona kilichotokea upande wa Marekani, akaiamrisha Israel haraka, na hatukuona tena Beirut kushambuliwa. Hilo ni shinikizo, lakini tumeona Irani akishinikiza hata kile ambacho walikubaliana kwenye makubaliano wakati wa usitishaji wa vita mwezi Aprili kuwa Lebanon ni sehemu ya makubaliano. Baadaye Marekani akaitoa Lebanon na Israel wakaipeleka upande wa pili. Nguvu ya Irani kulazimisha ikarudisha Lebanon kwenye mazungumzo ya msingi, na ikawekwa katika kifungu cha kwanza kuwa usitishaji wa vita utaanza kwanza katika kifungu cha kwanza ikiwemo Lebanon, na hilo limetokea, na ndio maana unaona kuwa kumekuwa na mashambulizi machache sana hivi sasa. Sio kwa sababu hakuna hizo harakati za hapa na pale, isipokuwa nguvu ya Irani imekuwa ni kubwa kuishinikiza Marekani iweze kufanya hivyo. Kwa hiyo makubaliano yanayokuja hivi sasa au kinachotokea hapo, hakuna janja janja, kwa sababu muda hauwaruhusu kufanya hivyo, na hili nimekuwa nikilizungumza mara kadhaa. Yote hii inayoakisi kile ambacho kitakuja kutokea hapo baadaye, kwa sababu ndani ya Israel kuna uchaguzi unafanyika mwezi Oktoba, lakini ndani ya Marekani kuna uchaguzi wa nusu msimu ambao utafanyika mwezi Novemba. Sasa muda wa kuwafanya wao waendelee kufanya janja janja hauwaruhusu. Labda hiyo janja janja wanaweza wakaileta baada ya chaguzi zote mbili, ndani ya Israeli na uchaguzi utaofanyika Marekani. Baada ya pale wanaweza wakarudi kwenye njia moja ile ya kutaka kuanza kucheza michezo yao, lakini hivi sasa muda hauwaruhusu kufanya hiyo michezo. Sawa, kuna mazungumzo yatafanyika juma lijalo rugby, kwa maana ya kule nchini Uswizi. Pengine kuna uwezekano wowote wa haya mataifa ya Ghuba kupewa kiti cha ushiriki cha moja kwa moja kwa maana kwenye haya mazungumzo, au watabaki kuwa wasikilizaji wa pembeni kama ambavyo imekuwa hapo awali? Kuna nchi za Ghuba ambazo zimeshirikishwa kwenye mazungumzo na kuna zile nchi ambazo zimekuwa zikipewa taarifa tu, kama vile Israeli anavyolalamika, kwa sababu ukitazama haya makubaliano, Israeli hakuwa na kiti chake kuanzia kwenye mazungumzo ya kwanza kabla ya vita, lakini hata kwenye haya mazungumzo ya sasa Israeli hana kiti chake. Na hata baada ya tamko la Donald Trump kusema tumefikia makubaliano na Irani, wakati wa usiku ambao Donald Trump alikuwa anakusudia kuishambulia, vyombo vya habari vya Israel viliripoti kuwa ilikuwa surprise. Hata kwa waziri mkuu alihisi kama imekuja ghafla sana, mbona sisi tulikuwa hatuna taarifa? Kwa hiyo kuna hilo swala la kuwa kuna wakati Trump huamua hivyo, kuwa wengine mnabaki kama wasikilizaji, labda anaogopa kuweka wengi kutokuwa kufikia makubaliano, kwa sababu ukitazama mzozo wa Urusi na Ukraine, washirika wa Ulaya ambao wao vita inawahusu moja kwa moja, kwa sababu unapozungumza kuhusu Ukraine unazungumzia usalama wa Ulaya, lakini hawapo kwenye mazungumzo. Wanapewa taarifa na Ukraine tu, tumezungumza hiki, wanatoa ushauri wao. Sasa hata kwenye haya mazungumzo ya hapa Mashariki ya Kati, licha ya kuwa Marekani ameingia kwenye vita yeye na Israeli kwa pamoja, lakini hakuna kiti cha Israeli kwenye mazungumzo. Lakini kuna baadhi ya nchi zinashirikishwa kwenye mazungumzo. Mfano, Qatar amekuwa sehemu ya mazungumzo, Oman amekuwa sehemu ya mazungumzo, Pakistan yuko sehemu ya mazungumzo ya haya, lakini Saudi Arabia amekuwa akisukuma mazungumzo. Nchi kama Bahrain, nchi kama UAE na Kuwait ni nchi ambazo zinashangaa kwa nini hatushirikishwi. Hasa UAE wamehisi kama kuwa mbona sisi hatushirikishwi, lakini wakiangalia kuwa wao kwenye vita, ukiondoa Israeli, Iran pamoja na Lebanon, nchi inayofuata ambayo ilipokea mashambulizi makubwa ilikuwa ni UAE, lakini na wao pia si sehemu ya mazungumzo yoyote yanayotokea. Kwa hiyo si nchi zote za Ghuba zilitengwa, zipo nchi ambazo zimeshiriki kwenye mazungumzo, zimekuwa kwenye mazungumzo, na hizi ni nchi ambazo zimekuwa zikiangalia Iran katika jicho jingine, lakini na historia ya nyuma inaonyesha kuwa hawa wamekuwa wakitaka amani zaidi na Iran kuliko njia ambazo zilitumika za nguvu. Lakini wale ambao walitaka njia za nguvu bado wanaamini kuwa wangeweza kutumia nguvu zao na kuweza kumlazimisha Irani kuwapa kile wanachokitaka. Kwa hiyo si wote wanakubaliana katika jambo moja, lakini wanatazama katika muktadha mbili tofauti. Wanachokiona kuwa tunaweza tukafikia makubaliano na Iran na tukaishi naye kwa usalama, lakini kuna wengine ambao hawaamini kabisa hili swala kuwa kama tunaweza tukafikia makubaliano na Iran tukakaa kwa usalama. Wao wanaona chaguo moja tu ambalo limekuwepo na ni chaguo la Tel Aviv, kuwa lazima mabadiliko ya utawala yatoke ndani ya Iran ili Mashariki ya Kati iweze kutulia. Tukisalia hapo hapo, ipo taarifa ya jeshi la Uingereza kusema kwamba meli moja imepigwa kombora nje ya pwani ya Oman, na nimeona pia shirika la kimataifa la safari za baharini kwa maana IMO pia likitoa taarifa kwamba limesitisha kwa muda uhamishaji wa meli kwenye njia hizo. Ni kwa sababu hii tu ya hii taarifa iliyotolewa na Uingereza? Ni kweli, ni taarifa ambayo ilichapishwa jana na vyombo vya habari jioni wa shambulizi lililotokea. Shambulizi hilo limetokea ni muda mchache baada ya Irani kutoa onyo
siku moja naweza nikasema jana mapema au juzi, Oman ilitoa taarifa mpya, na hii ni kama vile kuna sintofahamu ambayo haikuwepo hapo awali. Unajua Iran na Oman wamekuwa na ushiriki wa pamoja kwa muda mrefu, na hawa ndio wamiliki wa mfereji wa Hormuz. Sasa Oman ilitoa taarifa ya kutoa njia mpya ambayo itapitisha meli kinyume na makubaliano ya mkataba wa vifungo 14 ambavyo kuwa vimeainisha kuwa usalama na njia itaainishwa na utaratibu wa kupita wote utakuwa ukitembea chini ya usimamizi wa IRGC, Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu la Irani. Sasa Irani jana ikatoa onyo kuwa utaratibu wowote wa njia yoyote nyingine hauhakikishii usalama wowote na utachukuliwa hatua, yani manake kuwa ni kinyume na kile ambacho Irani wanakiona. Muda mchache baada ya hilo ndio ikatokea shambulizi ambalo lilipigwa kwenye meli ambayo ilikuwa ikipeperusha bendera ya Indonesia, na hakuna mtu aliyeuawa, na taarifa zimekuwa hivyo. Lakini taarifa hii ilikwenda kutikisa masoko na kupandisha mafuta kwa takriban 2% ya mafuta yalipanda, na usitishaji wa uvukaji wa meli hapo ukaendelea. Sasa nadhani mazungumzo yajayo ya kule Uswizi watajaribu kulitatua hili swala, kwa sababu ndani yake imeonekana kama kuna makubaliano halafu kuna michezo. Maanake ukienda kwenye makubaliano ni kuwa uratibu wa shughuli zote za meli utasimamiwa na Irani. Sasa hiki kitendo cha kubadili kupeleka upande wa pili, maanake ni kama vile wanajaribu kuondoa nguvu fulani ya Irani. Unajua kwenye haya makubaliano na haya mashinikizo na hivi vitu vingi ambavyo unasikia Irani amepewa hiki na hiki, yote inatoka kwenye shinikizo la Hormuz, haitoki kwingine kokote. Sasa kama tayari wanaanza kuipokonya nusu ya Hormuz wanaipeleka upande wa pili, maanake kuwa wanataka kujaribu kuondoa nguvu ya Irani, na Iran nadhani ameliona hilo haraka haraka, ndio maana amechukua hatua haraka. Na hata taarifa ambazo zilikuwa zimeandikwa na vyombo vya habari kadhaa vikiwemo vya Irani, mfano taarifa moja ilikuwa imeandika 3 ships reverse course in Hormuz after IRGC warning. Maanake hii tayari inaashiria kuwa Hormuz imefungwa, yani meli 3 zilirudi nyuma baada ya onyo kuambiwa hawatakiwi kuvuka kwa njia hiyo. Sasa hatujui nini kitatokea, lakini ni katika vile ambavyo vinawasumbua au katika ule ugumu ambao umeendelea kuwepo. Sawa, Ibra Rahby, ni kushukuru sana pia kushiriki nasi na tunakamilisha hivyo.